Hebu Pasco tuambie MICE ni nini? Inawezekana naanzia mbali, kumbe nimetumia neno ambalo huenda sio nani. Hebu tueleze. Mwalimu, Eh, hiyo mais hiyo mm, hadi inasema kwamba ni mitazamo hasi. mm? Ni mitazamo hasi. Okay, Daudi unasemaje kuhusu MICE? Ah, mwalimu wanaweza kuwa yuko sahihi. Mi maiti najua mwalimu ni tuseme tuite imani, mafikirio. Sasa inaweza mimi lazima iwe hasi kweli. Imani, yani uona mtu yale mafikirio ya mtu. Mm. Tuseme ninaposema imani ni kwamba ni ndicho anaamini, yani kwamba hicho kitu ni sahihi. Yes. Nakumbuka Yeah. nakumbuka Daudi tulikuwa naye darasani tukawa tunasoma MICE kwamba watu wanaamini nini kuhusu bundi. Bundi akilia ujue kwetu kutatoka nani ambatanisha na imani ya kishirikina. Hiyo ni MICE, si ndio? Bundi sio mshirikina. So, wanataka sijui bundi akae wapi sasa. Kwenye mti. Ila tukaambiwa kwamba kinachomponza bundi ni ule uwezo wake wa kufanyaje, wa kunusa. Inawezekana kweli ikatokea kwamba amelia karibu na nyumbani kwenu, afu kesho mtu akafariki, kwamba sayansi inaonyesha yawezekana alihisi kwamba yule mgonjwa tayari alikuwa ameshafanyaje, ameshaanza kutoa harufu. Umeona, bundi akajikuta kwa sababu yeye ni nani, anapenda hivyo vitu, akajikuta anaona kama opportunity. Kwa hiyo yeye sio kamuua, si ndio? Bundi kwa hiyo sio yeye amemuua. Bwana, kwa hiyo bundi asilaumiwe. Kwa hiyo tunakuja sasa huku kwenye MICE. MICE kama mlivyosema kwamba ni issue tunaweza tukaita kama imani, simulizi za zamani ambazo watu wengi huamini kuwa ni kweli, lakini ukweli wake inawezekana haukubaliani na sayansi, sio wa kisayansi, hauna uthibitisho wa kisayansi. Kama mizimu hii. Ngoja nimuulize labda Baraka, upo kwanza? Okay. Kabla sijamuuliza, nikianza tu kuuliza anaweza akajifanya kama hayupo. Upo Baraka? Nipo mwalimu. Okay, sawa. Hebu fikiria umekuwa rais kwenye nchi yetu. Ndio. Na jamaa anavyokubali Acha kazi. umeshakuwa rais. Fikiria raia wako wako katika mfumo huu hapa, yaani kwamba kila kitu labda tuseme mambo yakiwa yaani tuchukulie wanavyo kule mpaka waanze kuandamana kulia labda ndio wapate mikopo. Watu sijui huku wafanyakazi mpaka waanze kuandamana kulia ndio wapandishie mishahara. Nimewakuta kwenye hiyo hali. Yaani ndio watu wako wanaamini hivyo kwamba wakilialia ndipo wewe utatake action. Wewe mwenyewe unaweza ukajivunia hiyo hali? Hauwezi ukajivunia. Kwa nini? Kwa sababu najua unanirudisha kule kwenye common, kwenye myth. Lakini mimi siwezi kujivunia na nitawaaminisha kwamba hicho wanachoamini wao sio kitu sahihi. Kwamba wewe unaweza ukafanya, sio lazima mpaka walielie waandamane. Wewe serikali yako sio lazima waandamane.
serikali Ndio. yako iko responsible kuprovide mahitaji yao, si ndio? Sitasubiri waandamane. Kwa hiyo hautajivunia wao kulialia na kukuombaomba, si ndio? Sitajivunia kwa sababu nitajaribu kuwaaminisha kwamba hiyo sio njia sahihi. Okay, sawa. Nikikuuliza kitu kimoja kwamba Ndio. kwa wewe muumini, ishu ya kuombaomba kumwomba Mungu ni maithi, ni sawa? Sasa tukija kwenye upande wa dini, Mm. hiyo naamini sio myth. Kwa Mimi nini? naitaga myth, sio Kwa myth, nini? Kwa nini sio? kwa sababu Unahisi yeye kwa sababu anajivunia unavyomlilia lilia? yeye ametuambia tukimuomba anatusikia. Kwa hiyo kitendo cha kuendelea kumuomba anatusikia na tu, na tusipoomba hata nani hata tusikia sawa, kwa Sawa sababu si sawa, ametuambia. tuachane nalo. Okay, sawa. Inawezekana nimembananisha sehemu ambapo anatakiwa lazima tu atetee hata kama Daudi, wewe unasemaje? Daudi yeye waga yuko huru kidogo Kuhusu nini mwalimu? kuhusu ishu ya maombi. Ni maisi sio maisi? Ah, kiukweli hadi mimi mwenyewe huwa niko njia panda mwalimu. Tu ya nani? Si Ah, nimewatumia hapo, Okay, nimewaandikia hapo tuachane nayo. mstari. Inawezekana haijadiliki, ila nani kwamba inawezekana kuna concept zingine ambazo Wahubirie. tunaziamini ila sio halisia, kwamba mm, inawezekana kabisa kwamba kama Mungu yeye ni provider wa kila kitu, inawezekana ishu ya maombi ni kumshusha viwango, kumwonyesha kwamba haufanyi yeye responsible kuliko rais, si ndio? mm. Marais yote duniani Inawezekana wako kuna watu chini yake. wanajiita prayer warriors, warriors wa kuomba, maanake niwe ni ombaomba. Acha kuliweka neno lile. Okay, tuachane lako, nilikuwa nataka kuwafikirisha tu kidogo. Mko sahihi, ni ishu, mnatakiwa mwe waombaji, hatuwezi tukasema ombaomba, waombaji neno ndio zuri kama mnalitaka. Tunarudi kwenye somo letu sisi. Kwa hiyo umeniambia kwamba kulijibu swali langu kwa nini market haikai kwenye bei moja milele, mmesema new information. Yes, wazee wa kupita mle mle. uh, Yaani news sijui nini. Pascal amepita mle kama nani zako zile. Na tunafanya Ni nzuri, ni kuandika nzuri, hapa. ni nzuri, ni nzuri. Inafaa. Hayo yote nimesema kwamba ni majibu yote mliyojibu ni sahihi, lakini nikasema kwamba kuna principle kubwa zaidi ya hicho. Ndio maana tunarudi kwenye institutional reality. Kwa sababu gani? Institutional reality inasema kwamba market ni mfumo wa kudumu wa kutathmini upya thamani, kama ambalo tumetoka kulitaja. Kwa lugha nyingine tunasema continuous repricing mechanism. Market ni continuous repricing mechanism. Washiriki wa market hawaishi kwenye dunia iliyoganda. Maana yake kila siku kuna information mpya, kila siku kuna expectation mpya, kila siku kuna riski mpya. Ndio maana wakati mwingine inabidi uiuze aseti hii ili kuepuka riski fulani labda, lakini kila siku kuna opportunity mpya, yawezekana ununue aseti hii ili kuweza kunufaika nayo. Kwa hiyo kila mabadiliko
huathiri namna participant wanavyoona value, si ndio? Ndio mwalimu. Kwa hiyo sasa labda tunajaribu kurekepo katika kile tulichokimaliza sasa. Interest rate labda zimebadilika, maana yake lazima ile information iweze kumezwa kwenye nini, kwenye value ya gold, value ya USD, lazima kifanyike repricing. Kwa hiyo kila wakati auction inakuwa inaendelea kufanya repricing, lakini retail traders kwa mara ama kwa kiwango kikubwa, wengi wao wakijaribu kutafuta labda correct price, lakini market haifanyi kazi hivyo. Muda wote inatafuta the most accepted price kwa wakati huo, na accepted price hiyo inaweza pia kubadilika kesho. Kwa hiyo inawezekana kabisa leo gold imepanda, lakini kesho inashuka. Kwa hiyo issue sio kuganda sasa na price hiyo, ilikuwa ni correct kwa sababu mwezi huu tayari form C imetoka, sijui imesema hiki hapa. Hizo data zikishatoka, zimetoka, tunaanza kupokea information mpya. Kwa nini hiki kitu ninakirudia? Kwa sababu ukielewa vizuri hii concept, utaacha kushangazwa na market kubadilisha direction kila wakati, kwa sababu utaelewa kwamba market lengo lake sio kusaliti analysis yako kama nilivyosema mwanzo, lakini market imeanza kufanya repricing upya. Kwa hiyo ni myth kusema kwamba market ilikuwa bullish jana, kwa hiyo lazima iwe bullish leo. Kuamka tu asubuhi kwa sababu jana gold ilikuwa inapanda na leo tunaenda kuendelea kubai, maana yake inakukumbusha kila siku, kila wakati kufanya analysis. Umetoka kutrade labda session ya London, sasa hivi tumeingia labda session ya New York, fanya analysis upya. Tokyo labda gold ilikuwa inashuka, baada ya Tokyo inafuata session gani wakuu? London. Sikukutarajia. Yes, baada ya Tokyo inafuata London. Tokyo, yes, unaitumia kama reference point kwamba kwenye Tokyo labda gold ilikuwa inashuka na ilishuka kutoka hapa hadi hapa, lakini ile inatumika tu kama reference point, ila London inaweza ikapanda au ikaendeleza. Kwa hiyo ni myth kwenda sokoni na uelekeo wako. Kwa hiyo sisi wakati tunaanza kujifunza forex tulikuwa tunaambiwa issue ya manipulation. Sokoni kuna manipulation, ukibai sijui market maker analishusha ili uweze kupata losi. Sio kweli, hakuna anayekumanipulate wewe.
market inameza information mpya kwa wakati huo, ama inatafuta value nzuri kwa ajili ya kwa ajili ya smart money kuweza kuingilia kubai, maana yake imeenda chini katika bei nzuri, ambapo ama inatafuta liquidity, sehemu ambapo kuna traders wengi, kuna orders nyingi ambazo smart money ataweza kuunganisha, kupea nao, kufanya pairing, kwa sababu hawezi kubai kama hakuna sellers. Kwa hiyo ataipeleka price eneo ambalo anaamini kuna sellers, ili aweze kufanya nao kufanya nao biashara. Kwa hiyo tutatazama baadhi ya trading myth na reality yenyewe ni nini. Daudi, maiki yako iko oni, unataka kusemaje? Hamna mwalimu. Okay, sawa. Kwa hiyo kwa mfano trading myth inasema market exists to reward traders. Hiyo Daudi, unahisi kwa nini ni myth? Kwamba wewe unafanya Sio zako kweli. analysis kwa usahihi kabisa, market inapaswa kukuriwadi, ni sawa, Hapana. ikupe profit. Sio kweli. Kwa nini? Market haitegemei tu hiyo analysis yako, na factor nyingi ambazo zinaweza kusababisha ikabadilika. Mtu mwenye myth hii ungemcorrect vipi kwa sentence moja? Kwa sentence moja ningemwambia hivyo hivyo, market inategemea factor nyingi, sio hiyo moja tu ya analysis. Mkuu Pasco, wewe unasemaje? Ungeweza kumsahishaje? Tuchukulie ni Baraka ndio anaamini hivi. Baraka naamini nini? Market exists to reward traders. Basi hapo hivi kiolisia atakuwa hajajua na nili kufanya uchambuzi yakinifu. Hivi kuna uchambuzi yakinifu na uchambuzi nini? Dhania nini? Dhania. Okay. Okay. Kwa hiyo reality ni kwamba market exists to facilitate exchange. Hiyo ndio uhalisia. Myth nyingine zinakaribiana na ukweli. Price moves randomly. Daudi, unasemaje? Sasa ukisema randomly, Mm. ni kweli kwa mtazamo inakaribiana na ukweli, lakini huku kuna sababu ambazo zinaipelekea imove. Mimi hii randomly unaweza kuiona ni sawa, lakini huku price ina sababu zinazoipelekea imove. Kwa hiyo hatuwezi tukasema ina move random. Okay. Sawa. Baraka, unasemaje? Kuna vingine nimeviweka kama myth, ila sio lazima ukubaliane navyo, ni myth. Yawezekana nilitaka unikosoe, kwa hiyo sio mwe wa ndio afande. Mi nafikiri
price ina move lakini sio random. Wewe ukiangalia ile bei ya gold unaamini kwamba sio random lile. Chati ya Ni, gold ni, ukiangalia unaona sio random kweli. ni random kwa mtazamo, lakini Mm. uhalisia wake sio random, kwa sababu hizo Uhalisi- tayari zilikuwa ni decision za watu waliwaza wakafanya. Mwalimu, Yes. yaani mi hapa hivi kiuhalisia Eh, price ina move randomly. Kwa nini ina move randomly? eh. Kwa sababu hakuna specific bei kwamba au kwamba eti kwamba ina move kwenye direction moja, inaweza ikapanda ikashuka, ikapanda ikashuka, au ikashuka chini ikapanda juu. Hiyo ndo random. Au maana random mimi ndo sielewi. Mhm. Wakujibu Mwalimu, sasa waliobisha. Yaani mwalimu cha kumsaidia Eh. kama Baraka alivyosema, kwa mtazamo ukiwa unaziona pale hizo sijui ni swing sijui nini zile, ni Mm. kweli unaona zina move randomly, inapanda inashuka, lakini Mm. hiyo sio randomly kwa sababu kuna watu walishafanya maamuzi huko, ndio ikapelekea kile. Basi wanachokiongelea ni kukuona sasa pale umeingia unaona ile kweli ile mods ni ya randomly, lakini Mm. kwa nini imefika pale? Kuna Mm. vitu huko nyuma na maamuzi yameshafanyika, ndio yameisababisha imekuwa vile inavyokwenda. Pasco, umewaelewa jamaa? Hapo sijaelewa. Sawa. Frank, wewe unasemaje? Nadhani kwenye darasa lililopita ulisema market ina move kwa njia mbili, balance Mm. na imbalance. Mm. Kwa hiyo sasa sidhani kama ina move randomly. Mm. Yeah. Okay, sawa. Tuseme mitazamo yenu. watu wanne wanabishana na Pasco. Mitazamo yenu ni sahihi. Pasco si kwamba yuko nje ya point, ana hoja naye, na hoja yake inatakiwa ijibiwe kwa utaalamu. Kwao kama asipojibiwa kitaalamu, maana yake hoja yake itakuwa ni kubwa, kwa sababu kweli anaingia tu sokoni, anaona ngoma mara juu mara chini, wamefanya saa ngapi hizo decision? Kama mnaniambia kuna decision mara tumetokea hiki hapa. Tunahitaji kumwelewesha kitaalamu, lakini tukisema price ina move randomly, maana yake haiwezekani hata kuweza kupredict. Sasa maana yake analysis zetu zitapaswa ziwe useless. Maana yake haitrediki. Tutakapoanza rasmi kabisa kwamba sasa hivi tu ni chati muda wote, nitaambia kwamba kuna vipimo vingine, ndio niliambia kwamba kuna vipimo unaweza ukakiweka kikakuonesha hata ikimuvu itaenda kusimama wapi, na kweli ikamuvu ikaenda kusimama huko, ikakuta kabisa kwamba umepredict kwamba bana, leo gold itatembea mpaka hapa, ama wiki hii itatembea mpaka hapa, na ikishafika hapo itasimama. Na ni kweli, sio uchawi, ni ukweli ambao vinatokea, na ni kwa sababu umeshajua ile market behavior. Kwa hiyo market haimove randomly. Reality ni nini? Market tunasema price reflects participation, na ndicho hicho wewe unachokifanyia analysis sasa, kwa sababu Pasco ikiwa random, wewe utawezaje kufanya sasa analysis? Maana yake huna kitu cha kuweza kukifuatilia pale. Maana yake sasa pale utakuwa tu kama yani unaanza kubahatisha sasa, na bai fanya hivi. Maana yake lazima ufuatilie participation, ushiriki ndio utakao kuongoza sasa. Maana yake pale utaanza kufikiria kwamba nini kinafanya decisions
Kwa nini watu labda wanaamini kwenye kupanda? Maana yake zile data tunazojifunza na wao wanazitazama hizo hizo, ama tunazitazama data ambazo wao washiriki wanazitazama, kama Frank alivyosema. Kwa hiyo zikileta imbalance, kwa hiyo sisi tunakuwa tunajua why imeleta imbalance. Maana yake upande mmoja umekuwa convicted zaidi kuliko upande mwingine, ukaamua kuweza kuchukua hatua. Pasco, tumefanikiwa kukushawishi? Mwalimu, Naam. kwa maelekezo hayo tayari nishafaulu. Haya, twende maith nyingine. Maith nyingine inasema chat is a market. Hebu sasa tuambie wewe mwenyewe kabla hujazima maiki, Pasco, ni maith ama sio maith? Kwa nini? Chat is a market. Mm. Kulingana na vipindi vilivyopita kule nyuma ulisema kwamba chati sio market. Kwa nini? Chati inaonyesha historia ya kilichotokea au kilichowahi kutokea miaka iliyopita au jana au juzi. Hiyo ndio chati. Au wacha niongeze na kakendo kidogo kama mshuma. Okay, sawa. Baraka, unasemaje? Braza yuko sahihi au yuko sahihi? Kwa sababu na yeye hajasema kama chati ni market, nadhani yuko sahihi. Chati inaonyesha tu historia ya kitu ambacho kimefanyika, na ukiongelea market ina maana on present, unaongelea wakati huo. Sasa chati inatuonyesha kitu ambacho kimesha. Baraka, unanisikiliza mimi kama wengine wanavyonisikiliza? Mbona kama wewe uko tofauti sana na wenzako? Yani wewe inakuwaje unaelewa deep kiasi? Akalale tena. Enda akalale tena. Mwalimu, unajua ningekuwa nimelala, lakini kwa sababu kuna huyo jamaa kazi. Enda akalale. Daudi, Baraka yupo ili kukusaidia tu, angekuwa ameshaenda kulala, ila anaamini kuna maswali atakushinda ili akusaidie. Yaani Baraka yupo kusaidia, kukuelewesha zaidi, hasa pale unaponisumbua mimi, anachukua hiyo nafasi, ila tu angekuwa amelala mpaka sasa hivi. Daudi, unasemaje? Daudi, unakubaliana kwamba chat is the market? Hapana mwalimu, si hayo umeeleza sana kwamba chati inatuonyesha tu outcome, results. Ukaongelea di footprint, hiyo ndo mimi nilimeza kwa sababu naifanyia kazi. Inaonyesha tu nyayo na nani. Mmemsikia Daudi jamani? Huyo wa moto. Sawa. Umeona chat reality ni nini? Chat is a footprint. Daudi akalale jamani. Pasco ameisomaje hiyo? Mwalimu arudie basi kabisa. Kwamba chat is a footprint. Daudi, tatizo na kusikia ni shida. Chati sio market, tulisema. Chati ni historia tu ya nini, ya market kama mlivyosema, na Daudi akatupa neno sahihi kwamba chati ni footprint, ina reflect kile ambacho kimeshatokea. Kwa hiyo wakati mwingine yes, tunatumia historia, lakini historia tayari imeshatokea. Sio lazima bei ya sasa hivi ifanye kama iliyoisha. Kwa hiyo inaweza ikageuka wakati wowote, ikabadilisha, ikafanya reverse wakati wowote. Tutazame math nyingine. Market must
make sense to me. Unasemaje Pasco? Lazima chati iweze ku make sense kwako? Mwalimu, mimi naitwa Mashauri. Ah, Pasco sasa wewe swali. usianze kutufanya tuanze kukufanyia analysis wewe sasa. Market must Hebu make sense to tujibu me. bwana. Market must make sense to me. Hiyo sio kweli mwalimu, Kwa nini? kwa sababu ili make sense market lazima uwe zile nanili analysis zako ulizokuwa umezifanya ziwe ni sahihi, lakini kama taarifa zako ulizonazo sio sahihi haiwezi ka make sense, na kiuhalisia soko haliwezi likaenda kwa sababu wewe unavyowaza au unavyofikiri, lakini litaenda the way participant walivyofanya decision zao. Pasco akalale naye kwa mara ya kwanza. Pasco anaenda kulala. Ah. Ni kawaida, nasema tujanifuatilia vizuri. Market haihitaji Mwalimu, kueleweka na participant mmoja ili iweze kufanya movement. Kwa hiyo hii inakufanya sasa uwe humble kwenye analysis zako. Unajua, unaweza ukaiona kama kitu cha kukichukulia poa, lakini kama trader kuna wakati unaweza ukajikuta na fight uelekeo wa soko, kwamba umekuja na imani yako bana, Fed wamepandisha interest rate, gold lazima ishuke. Kwa hiyo wewe unaanza kuwa ukiseli tu gold, lakini gold at that time, at the moment inapanda. Kwa hiyo unajikuta unachoma mtaji kwa sababu tu ya ile math ulionayo ya analysis yako, kama Pasco alivyotuambia. Kwa hiyo lazima uwe humble, lazima ukubali wakati mwingine kile unachokiamini wewe kinaweza kisiwe sawa. Ndio maana nikasema wakati mwingine kama hai make sense huo uelekeo ilionao, lakini inaenda huo uelekeo ambao wewe huamini, usiingie trade, subiri iweze ku make sense, ama wewe uweze kuchange decision ulizonazo, lakini usichange tu kwa sababu unaona hiki hapa. Fuatilia nini kinachoishusha kama unaamini kupanda, ili pia usije ukaingia late. Sasa unaingia kumbe kinachoishusha kimeshaisha. Ndio maana tunapaswa kuwa humble kwamba market haihitaji kueleweka na participant mmoja ili iweze kufanya movement. Wakati mwingine inaweza ikaenda ukahisi inaenda randomly katika huo uelekeo. Yawezekana kuna fakta umechelewa wewe kuifahamu, kuna news umechelewa wewe kuipata. Kwa hiyo yes, tunajifunza, lakini sasa knowledge isikufanye ukawa na kiburi cha kuipangia market uelekeo, isipokuwa knowledge iweze kukufanya kuwa humble, kuamini kwamba wakati mwingine mimi ni binadamu, sijui ambacho kinachoendelea, lakini kiukweli kabisa nilikuwa naamini soko lilipaswa kuwa linapanda. Sasa hivi uelekeo linaoenda sijaufahamu. Kwa hiyo inakupa wito wa kuweza kukifuatilia kitu kingine ambacho yawezekana kwa muda huo ulikuwa hujakikonsida, itabidi ukiweke kwenye consideration. Tuko sawa kuu? Tuko pamoja hapo Mwalimu, eh? yani kufikia hadi hapo hivi Ehe.
tushafaulu. Kumekucha. Hebu niambieni sasa, kwa sababu dakika zimeisha, siwezi nikaongeza kipindi kingine, siwezi nikaongeza kitu kipya. Hebu niambieni nyie wenyewe, uh, Mm. ili swali muweze kunijibia. Ni imani ipi kuhusu market ulioingia nayo ambayo sasa unaanza kuihoji? Kupitia dola 100 natengeneza dola 1,000,000 siku hiyo hiyo. Ehe. Sasa mwalimu, Mm. hiyo ni ndogo ya kwangu sasa. Eh. Yaani mimi nilikuwa najua forex ni kamari, yaani kama vile una nanili nini ile ile kama Beti. kubeti, yaani una beti kwamba unaenda na hela kule una beti, alafu ile mapicha picha ni kama vile zile nanili ile keno kwamba zinakuwa zinakuja kwa wenyewe. Ehe. Daudi, unasemaje? Yeye alikuwa ajui. Au yeye ulikuwa ujui kabisa? ulikuwa ujui hata chochote yani. Nilikuwa nimelala kama ulivyoniruhusu, ila nimeamka. Yani kiukweli hapana. Mimi nilijua, nilikuwa tu nahisi ni kununua na kuuza hela basi. Basi Mm. sijui ya mengine. Ulikuwa unajua kama Ndiyo unatakiwa uje Unaweza nilikuwa ufuatilie nimefanya mambo hivyo. haya yote, kwamba kuna namna unazuka nani. Yaani mimi nilikuwa najua, yani nanunua hela Mm. au alafu navizia tu, kuna siku tunaona inapanda nauza. Mm. Siku Yaani tena nilikuwa najua inashuka, zangu unainunua, unasubiri tena ipande. alafu nakaa natulia, Mm. subiri tu ikipanda ngoma inatembea. Kumbe Sema una idea za kuwindawinda. kweli. Kwa porini hawa. Sawa, Na mgeni dakika nimuulize na zetu mgeni. ziko mwishoni, ila tu kikubwa ambacho tuondoke nacho ni kwamba market sio mashine ya kutabiri. Market ni mashine ya kurekebisha thamani na repricing. Hiyo ndio inayoendelea kila siku, kila saa na kila dakika. Kesho tutakapokutana, tutakuja kuyaunganisha yote katika moduli yetu ya kwanza ili yaweze kutupa reality framework ambayo sasa tutayakusanya, kisha tutaanza moduli ya pili ambacho tutaanza, nafikiri ni pressure. Tutaanza sasa kuitazama kile ambacho Daudi kilikuwa kinamwazisha tukiwa moduli ya kwanza, nikasema jamaa anaongelea vya mbele, lakini naamini kwamba tumeenda